Sana katika ofisi za African Club Association zilizokuwa hapa katika mji wa Rabat nchini Morocco, kwenye jengo au kwenye facility maarufu ya Mohammed VI Training Complex. Ofisi hizi zipo katika jengo kuu la Walalita International Building, kwa maana ni jengo maalum lililojengwa kwa ajili ya kuaccommodate mashirika mbalimbali ya kimataifa. Na ukiachilia mbali, katika eneo hili kuna viwanja vya mazoezi, lakini pia ndio makao makuu ya ofisi za federations hapa Morocco. Tukiwa pia tuna facilities nyingi ambazo zimezunguka eneo hili. Jengo hili la International Building linabeba ofisi za taasisi kubwa ikiwemo FIFA pamoja na CAF, lakini pia ACA, African Club Association. Na leo ni waalike rasmi kutembelea kwenye ofisi hizi. Mtapata nafasi ya kujionea ofisi zake na pia kutazama mazingira mbalimbali ambayo yamezunguka facility hii. Hapa ndio mahali ambapo operations za African Club Associations zinapofanyika, na kama katika hatua zetu tulivyoisajili taasisi hii katika nchi ya Morocco, baada ya Morocco kushinda kuwa ndio host African Club Association, tukaja hapa kwa ajili ya kufanya setup ya ofisi na kufanya registration ya ACA, na hivi tunavyozungumza operations zake zimeshaanza. Jukumu kubwa lilokuwa mbele yetu ni kusajili vilabu kuja kwenye umoja huu, na baada ya kusajili kutakuwa kuna program mbalimbali ambazo zitakuwa zinaendelea kwa ajili ya kunufaisha vilabu wanachama vya ACA. Karibuni sana, na this is your office. Asante. Kwa ajili ya kuendesha shughuli zetu. Kama ninavyosema, taasisi bado ni changa, inahitaji kukua kwa kiwango kikubwa. Tuna nafasi kubwa ya kukua zaidi kulingana na speed tutakayokuwa tunaenda nayo, na facilities kama mlivyoona zinaruhusu ukuaji huo wa haraka. Niwashukuru sana. Kama kuna maswali sasa nitakuwa tayari kujibu. Mimi na swali. Tumeona sehemu ambazo mnaweza mkafanya meeting. Mimi mwanzo sikujua wanachama ambao wapo kwenye ama watakuwepo kwenye hii club wataweza access moja kwa moja hizi meeting, ama ndo vile ambavyo ulisema kwamba hizi nini zitakuja tutafanya meeting, sio wanachama wenyewe moja kwa moja kama club? Tuone hapa yuko Yanga, Simba, Wydad, Ahli, wanawasilisha maoni yao wenyewe, nini ambacho wanakiona kitapendeza zaidi. Yeah. Katika mfumo wa uongozi wa ACA kuna hatua naweza kusema 3 za utendaji. Hatua ya kwanza ni utendaji wa kila siku, ambao huo uko chini ya secretariat. Kwa hiyo vilabu ambao ni wanachama watakuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na secretariat, kwa maana challenge zao za kila siku hizo, Jumatatu, Jumanne, weekend, wanaweza pia kufanya communication na secretariat kwa ajili ya utendaji. Kwa hiyo changamoto zao zote za kila siku zinaweza kuwa zinawakilishwa kwenye utendaji, ambao wako station hapa kwa ajili ya kufanya kazi. Level ya pili ni level ya board, ambayo board ina consist kama nilivyosema wajumbe 12 wanawakilisha zone zote 6 za Afrika. Kwa hiyo kwenye yale mambo makubwa ambayo yanatakiwa yajadiliwe na yapatiwe maamuzi kwenye level ya board, hayo yatafanyika hapa physically ama online. Kwa maana ya board italeta challenges za zone zao, na pale kwenye mkutano zitaweza kupatiwa ufumbuzi. Level ya 3 ambayo ni ya juu kabisa ni Annual General Assembly, mkutano mkuu wa wanachama, ambao mkutano huo sasa ndio unaweza ukavileta vilabu vyote katika mkutano mmoja. Kwa maana sasa wenye viti wa vilabu vyote wanachama watakuwa wanakaa sasa kushughulika na kujadili mambo yao kwa ajili ya kufanya maamuzi. Kwa kama nilivyosema, operations za kila siku secretariat, operations za zone zitahudumiwa kwenye level ya board, na operations za mwisho zitahudumiwa na mkutano mkuu wa wanachama ambao utaleta wenye viti wa vilabu vyote. Tulichokifanya, structure ya ACA ina board members 12. Katika hao board members 12 wanatoka kwenye zone 6 za CAF. Sekafa wana wajumbe 2 wa board, Kosafa wana wajumbe 2, Unifac, UNAF, Wafu A na Wafu B. Katika zone 6 hizi board members 2 wana jukumu la kutangaza ACA kwenye maeneo yao, na hivi tunavyozungumza taarifa za vilabu kujiunga na ACA zimetambaa barani Afrika kote kwa ujumla. Na mpaka sasa hivi tunavyozungumza leo, vilabu 10 vimeshakamilisha utaratibu wao. Kukamilisha utaratibu kuna process. Ya kwanza ni kujaza fomu ya maombi,
Ya pili ni kusubmit all the relevant documents zinazofanya klabu hiyo kuwa ni taasisi maalum inayoshughulika na mambo ya mpira na inayokidhi vigezo. Baada ya hapo ni hatua ya mwisho ya kulipia ada ya wanachama ya $1,000, na baada ya hapo approvals zitakapokuwa zimepita ndio klabu hiyo inakuwa imesajiliwa. Hivi tunavyozungumza, vilabu ambavyo vimeshasajiliwa na kutangazwa ni takriban vilabu 10 au 11. Lakini kuna vilabu mpaka leo asubuhi ni vilabu 39 ambavyo vimeshafikia kwenye hatua nzuri ya kukamilisha utaratibu wao. Na kadri tutakavyokuwa tunaendelea tutakuwa tunatangaza vilabu ambavyo vimekamilisha utaratibu. Na taarifa hizi kama ninavyosema ziko Afrika zote kwa ujumla, kwa bado kuna vilabu vinaulizia taratibu zilivyo, wengine wanaulizia form, wengine wanaulizia faida, wengine wanaulizia qualifications za vilabu hivyo. Kwa hiyo tuko katika taratibu za kuelimisha, na mwisho wa siku watakokuwa wamevutiwa na umoja huu watatakiwa wajiunge. Kuna klabu zinakosa sifa labda za kujiunga kwa namna yoyote, aidha kuna klabu ambazo zimesikia zimebadilishwa majina na kadhalika. Kuna nyingine ambazo nimesikia umesema championship pia wanaweza kuwepo kwenye hiyo association. Yeah, klabu ambazo zina qualify ni klabu ambazo zinashiriki ligi kuu na ligi daraja la kwanza. Ndio ambazo zina qualify kuwa mwanachama. Na utakapokidhi vigezo hivyo, maana yake sasa kinachofuata ni kusubmit hizo documentation zako zinazothibitisha hivyo. Kwa hiyo mtu atakayepoteza vigezo ni yule ambaye atakayeshuka kutoka daraja la kwanza kwenda la pili, ndio anaweza kupoteza vigezo vya kuwa mwanachama. President, ofisi iko hapa Morocco. Rais wa ACA huko Tanzania. Natamani kusikia pengine ni watendaji gani wa ACA structure yetu ina board na mimi ni mwenyekiti wa board, na wakati huo ina watendaji kwa maana secretariat. So wanakaa kwenye hizo ofisi ni secretariat ambao wao ni watendaji wa kila siku. Mimi ni mwenyekiti wa board, huwa anashiriki kwenye hatua za mwisho za vikao vya board na maamuzi makubwa. Kwa hiyo si kukaa kwangu Tanzania hakuathiri operations za kila siku. Kwa hiyo hapa kuna watendaji ambao wameajiriwa rasmi kwa ajili ya utendaji wa ACA. Nyumbani Tanzania kuna, kwa sababu wewe ni nyumbani na nasema wa nyumbani wanafaika zaidi. Kuna nyumbani yote ambayo ama umeshafanya jitihada za kujiunga kutoa Azam na kuishauri taarifa zake? Yeah, kwa sababu mimi nakaa pia ni mjumbe wa bodi ya ligi ya Tanzania kwa maana Tanzania Premier League Board, ambayo inajumlisha vilabu 16 vya ligi kuu na vilabu vya daraja la kwanza. Kwenye platform yetu nimesha share taarifa zote zinazohusiana na usajili wa vilabu, na mwenyekiti wetu Idrisa ambaye pia ni mwenyekiti wa Azam, yeye pia ni tayari ameshaonyesha mfano wa kuwa mwanachama wa kwanza kutoka Tanzania baada ya Young Africans kujiunga na ACA. Kwa hiyo taarifa pia nyumbani ziko kwenye level ya bodi, na mwenyekiti anazifanyia kazi kwa upande wake, na sisi pia tunaendelea kushare yale mahitaji yote yanayohitajika kwa ajili ya vilabu kuridhika na kujiunga na ACA. Iko poa?